Moja kati ya mataifa ambayo yalisumbua sana katika historia ni pamoja na dola ya Roma. Hadithi ya dola ya Roma inaanza karibu mwaka wa 753 kabla ya Kristo, wakati jiji la Roma lilipoanzishwa na ndugu wawili Romulus na Remus. Mwanzoni Roma ulikuwa ni mji mdogo uliojikita kwenye kisiwa kilichopo karibu na mto uitwao Tiber, na ilikuwa na jamii inayojihusisha na kilimo na biashara. Hata hivyo, historia ya Roma iligeuka kwa kasi baada ya Roma kuanza kuvutia jamii nyingine na kupata maarufu. Roma ilikuwa kutoka kuwa ufalme mdogo hadi kuwa jamhuri ya Roma mnamo mwaka 509 kabla ya Kristo, wakati mfalme wa mwisho Tarquin the Proud alivyoondolewa madarakani. Katika enzi ya jamhuri, Roma ilikuwa na mfumo wa kidemokrasia na bunge lililoitwa Seneti. Serikali iliongozwa na watu waliochaguliwa na wananchi, lakini nyuma ya pazia, vita vya madaraka vilikuwa vikichezwa kati ya makundi ya kijamii na wanafamilia maarufu wa Roma. Jamhuri ya Roma ilifanikiwa kupanua himaya yake kwa njia ya vita, na mfano ni vita maarufu kama Punic Wars vilivyoifanya Roma ikiwa imeshinda vita vikubwa na kuimarisha utawala wake. Kipindi cha utawala wa dola ya Roma, haki za kibinadamu zilikuwa hazifuatiliwi wala kutiliwa maanani sana. Na hata ukisoma katika historia inaonekana kwamba Yesu alisulubiwa chini ya utawala wa Warumi. Hukumu yake ilitolewa na Pontio Pilato, aliyekuwa gavana wa Kirumi wa Yudea, takribani mwaka 30 mpaka mwaka 33 baada ya Kristo. Warumi waliogopa kuwa Yesu alikuwa ni tishio kwa utawala wao kwa sababu alikusanya wafuasi wengi na walimuona kama mfalme wa Wayahudi. Hii ilionekana kama uasi dhidi ya dola ya Roma. Viongozi wa Kiyahudi, hasa Mafarisayo na Masadukayo, walimuona Yesu kama muasi aliyekosoa sheria zao na kudai kuwa yeye ni mwana wa Mungu, jambo ambalo lilionekana kama kufuru. Kwa hiyo kumsulubisha mtu ilikuwa ni njia ya Kirumi ya kuwatesa na kuadhibu wahalifu wa kisiasa na watumwa. Ilikuwa ni adhabu kali yenye mateso makubwa. Warumi walifurahia michezo ya kikatili kama burudani. Kuna watu walikuwa wanaitwa gladiators. Watu hawa walilazimishwa kupigana uwanjani mpaka kifo chao. Washiriki walikuwa watumwa, wahalifu au askari waliopoteza heshima. Uwanja mkubwa ulioitwa Colosseum uliweza kuchukua watu zaidi ya 50,000 waliokuja kushuhudia mapigano haya. Wahalifu walitupwa uwanjani na kuliwa na simba, chui ama dubu mbele ya hadhira ya watu. Warumi hawakusita kuadhibu wale waliowapinga. Kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa filamu, naamini jina Spartacus si jina geni kwako. Spartacus alikuwa ni mmoja kati ya wale waliofungwa chini ya dola ya Roma, na aliongoza uasi kupinga ukatili uliofanywa na dola ya Roma. Kipindi hicho ilikuwa ni mwaka 73 hadi mwaka 71 kabla ya Kristo. Lakini suala lake halikufanikiwa sana, kwa sababu Warumi waliwakamata wafungwa wapatao takriban 6,000 na kuwasulubisha hadharani. Katika sehemu nyingi ambayo dola ya Roma ilipita na kuleta vita, basi watu waliuawa kikatili na waliobaki waliuzwa utumwani, na hata miji yao iliharibiwa kabisa. Sasa hebu tuone dola ya Roma ilianzia wapi. Mabadiliko makubwa yalitokea mwaka wa 27 kabla ya Kristo, wakati Octavianus, ambaye kwa jina lingine aliitwa Augustus, alipochukua madaraka kama mfalme wa kwanza wa Roma baada ya ushindi kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe dhidi ya Mark Antony na Cleopatra. Augustus alijenga utawala wa kifalme, akianzisha enzi ya Pax Romana, kipindi cha amani na ustawi kilichodumu kwa karne 3. Katika kipindi hiki dola ya Roma ilipanuka kwa kasi kubwa. Maeneo yaliyojumuisha katika dola ya Roma ni pamoja na Italia, Hispania, Gaul ambayo ni Ufaransa ya leo, Uingereza, Afrika ya Kaskazini na sehemu kubwa za Mashariki ya Kati. Roma ilijivunia mji mkuu wake Roma, ambao ulikuwa kitovu cha biashara, utamaduni na siasa. Waroma walikuwa na jeshi lenye nguvu ambalo lilifanya Roma kuwa na himaya kubwa, na walikuwa na mfumo wa kipekee wa usafiri, ikiwa ni pamoja na barabara zinazounganisha miji mbalimbali ya dola ya Roma. Kwa zaidi ya karne 3, dola ya Roma ilijivunia ustawi wa utamaduni,
ujenzi wa miundombinu kama vile barabara na madaraja, na majengo ya hadhi ya juu kama vile Colosseum na Pantheon. Mambo haya yaliifanya Roma kuwa jiji la kipekee. Roma pia ilikuwa ni kitovu cha sayansi na falsafa. Mawazo ya Kigiriki yalichanganywa na ya Roma, na familia maarufu kama Cicero na Seneca walichangia mawazo ya kifalsafa ambayo yalikuza utamaduni wa Roma. Pia Roma ilishirikiana na tamaduni nyingine za Mashariki kama Uajemi na Misri, na hii iliathiri sana maendeleo yake ya kibiashara na kijamii. Baada ya kifo cha Marcus Aurelius mwaka wa 180 baada ya Kristo, Roma ilianza kugawanyika. Familia za kifalme zilikuwa zinashindania madaraka, na hali hii iliongeza mivutano na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Serikali ilikosa utulivu, na vita vya nje pamoja na mashambulizi ya vikundi vya Wavandali na Wajerumani vilianza kuchafua usalama wa mji mkuu wa dola. Katika miaka ya 200, Mfalme Diocletian aligawanya dola ya Roma katika sehemu kuu mbili: dola ya Mashariki na dola ya Magharibi. Dola ya Mashariki ilijulikana kama dola ya Bizanti. Ilikuwa na mji mkuu huko Constantinople, ambao leo ni Istanbul nchini Uturuki, na iliachwa na nguvu nyingi kuliko dola ya Magharibi. Dola ya Magharibi ilianza kuanguka kwa kasi kutokana na mashambulizi kutoka kwa wavamizi wa kigeni, ikiwa ni pamoja na Wajerumani na Wavandali. Mnamo mwaka wa 476 baada ya Kristo, mfalme wa mwisho wa Roma, Romulus Augustulus, aliondolewa madarakani na mfalme wa Ujerumani, Odoacer, na hii iliondoa rasmi utawala wa ufalme wa Roma katika dola ya Magharibi. Dola ya Roma ya Mashariki au dola ya Bizanti iliendelea kuwepo kwa karne nyingi baada ya kuanguka kwa Roma ya Magharibi. Constantinople ilikuwa kitovu cha biashara, utamaduni na dini kwa sehemu kubwa ya dunia. Hata hivyo, dola ya Bizanti ilikumbwa na mashambulizi ya Waturuki wa Ottoman na hatimaye ilikufa mwaka wa 1453 baada ya Kristo, wakati Constantinople ilipoangushwa. Pamoja na kuangushwa kwa dola hii ya Roma, lakini uwepo wake ulileta maendeleo mengi katika dunia yetu. Sheria nyingi zinazotumika duniani leo zinatokana na sheria za Kirumi. Moja ya sheria muhimu ni kwamba mtu hawezi kuhukumiwa bila ushahidi wa kutosha. Warumi walibuni miundombinu imara ambayo bado inaonekana hadi leo. Warumi walijenga barabara zaidi ya kilomita 400 ambazo zilisaidia biashara na harakati za majeshi yao. Walibuni mfumo wa kupeleka maji safi mjini, jambo lililoboresha usafi na afya za watu. Warumi walikuwa na jeshi lenye nidhamu kali na silaha zilizoendelea kwa wakati huo. Madaktari wa Kirumi walichangia katika upasuaji wa matumizi ya vifaa vya matibabu. Waandishi wa Kirumi kama Virgil na Tacitus waliandika historia muhimu inayofundisha kuhusu maisha ya Warumi. Mwanzoni Warumi waliwatesa Wakristo, lakini baadaye Ukristo ukawa dini rasmi ya dola ya Mfalme Theodosius mwaka wa 380 baada ya Kristo.